mtazamaji wa Habari Maalum TV popote pale ulipo, karibu sana. Kama ndio kwanza unawasha runinga yako, basi nikupe pongezi sana kwa sababu wewe ni mdau na wewe ni mtu wa maana. Kama kungelikuwa kuna majina mengi mazuri ambayo ningepaswa kuyaita na kukupatia, ningalikupatia hivyo, kwa sababu umekuwa mdau wa pekee sana wa kuendelea kuifuatilia Habari Maalum TV. Haijalishi ni mchana, asubuhi, ni usiku, pale ambapo unakuwa nyumbani, basi kinakuwa kituo chako bora cha matangazo. Mungu akubariki sana. Naamini pia kwa sehemu kubwa pia na sisi tunafanya kazi ambayo hatukuangushi. Karibu sana tuweze kujifunza mambo mbalimbali asubuhi hii kwenye kipindi hichi cha Morning Shine, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo ni Alhamisi, muda kama huu mara baada ya kuhitimisha uchambuzi wa kurasa za magazeti. Ayubu Shimba ametoka kuondoka kwa muda si mrefu. Tumesikia mengi, kubwa hasa ni kuhusiana na swala zima la tume hiyo ya Jaji Chande, leo ikiwa ndio siku ambayo itakabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassani, na mengine mengi ambayo tumesikia kwenye uchambuzi wa kurasa za magazeti. Na nikaahidi kwamba nikirudi hapa tutakuwa na wakati mzuri wa kujadili kwa pamoja swala zima la msongo wa mawazo. Moja kati ya vitu ambavyo vinasumbua watu wengi kwa sasa hivi, ukiwepo wewe mwenyewe bila shaka unakubali ya kwamba ni swala zima la msongo wa mawazo. Wakati fulani kweli unaweza ukajikuta mambo yanaenda vizuri, hauko katika hali ya mawazo ama sonona. I don't know, atatusaidia sana mtaalamu ambaye niko naye hapa, lakini kuna wakati unajikuta mambo yanakuwa ni mengi na unakuta unashindwa kutawala hisia zako na kujikuta uko katika hali ya msongo wa mawazo. Sasa tuangalie tunafanyaje. Sawa, tupo kwenye maisha na bado tupo katika dunia hii, lakini kuna njia zipi ambazo tunaweza tukazitumia ili kuepukana na msongo wa mawazo? Kwa sababu bila shaka ziko athari ambazo zinaweza zikawa zinatokea kutokana na uwepo huo wa msongo wa mawazo. Kwa hiyo tutafahamu maana ya msongo wa mawazo, lakini ni nini hasa kinapelekea, dalili na mambo mengine mengi. Kwa utakaribu pia utashiriki pia, kama utakuwa na swali lolote kwa mtaalamu, nambari za simu ziko hapo kwenye screen. Unaweza ukatutumia ujumbe wako mfupi maandishi, ikiwa ni sehemu ya wewe kutamani kuuliza swali ama utakuwa na maoni ya kile ambacho tutakuwa tukijadili kwa pamoja. Mimi naitwa Emmanuel Mwai, tafadhali uwe pamoja nami mpaka pale atakapofika tamati. Moja kwa moja ninaungana na mgeni wetu wa siku ya leo, ambaye si mgeni kwa maana ya mgeni, kwa maana ya mara yake ya kwanza kufika, ila ameshawahi kuwepo hapa miaka mitatu kama sikosei iliyokwisha kupita. Of course. Ndugu Baraka Mwajeka, almost miaka mitatu. Bwana, kumbe huyu Mungu bado anaishi na anatusaidia sana. Miaka mitatu ni mingi. Miaka mitatu maana yake ni miezi ya kutosha hapo. Miezi ya kutosha. Nashukuru Mungu. Hongera sana bwana. Habari za miaka sana. Tunamshukuru Mungu, ni njema sana. Hatujaonana miaka yote zaidi ya kuwasiliana tukawasiliana na kuonana. Yes, of course. Hongera sana kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kuifanya na kuendelea kutumika katika huo wito. Hongera sana. Asante sana. Ndio, karibu tena Habari Maalum. Leo tupate muda wa kujadili kwa pamoja kuhusiana na swala zima la msongo wa mawazo. Mimi binafsi ni miongoni mwa watu naweza nikasema inawezekana huko nyuma nilishawahi kupitia au kuna nyakati ambazo nimeshawahi kupita katika hali ya msongo wa mawazo. Ndio. Moja kati ya tukio ambalo nalikumbuka ambalo sijajua kama ni msongo wa mawazo, utanisaidia ndio mtaalamu, lakini nilikuwa ninatoka kwenye mkoa mmoja na kwenda kwenye mkoa mwingine. Umeelewa Ndio. Ya miaka mingi iliyopita. Sasa kile kitendo cha kutoka mkoa mmoja kwenda kwenye mkoa mwingine, kwa vile kilinisumbua kidogo. Sijajua nini hasa kilipelekea katika hali hiyo, lakini naamini ile hali ilikuwa ni msongo wa mawazo. Sababu ilikuwa kwa maswali mengi sana nikijiuliza. Na kuna kipindi iligharimu nikawa najikuta silali usiku, yani sipati usingizi. Nikawa silali usiku, na kama nikitaka kulala ilikuwa inabidi nifanye kitu fulani ili niweze kulala. Lakini ilikuwa inanichukua muda, nakuta nalala asubuhi saa 11 ndo nalala. Kwa hiyo mimi naamini siko peke yangu, wako watu wengi ambao wanapitia kwenye situation kama hiyo. Tukianza kuangalia tu tafsiri halisi ya msongo wa mawazo ni ipi hasa? Jambo la kwanza, kwa nafuatilia hii neno msongo wa mawazo kwa Kiingereza inaitwa depression. Depression. So depression ni neno la Kilatini lenye maana press down.
press down maana yake kushuka chini. Yes, yeah. Na kushuka chini kunasababishwa na sababu mbalimbali ambazo zinatokea kushuka chini. Sasa nikienda kwenye maana rahisi kabisa msongo wa mawazo ni ile hali ya kuwa chini kihisia na kiakili. Okay. Yeah. Kwa maana ni maeneo mawili tu ambayo yanapata shida zaidi. Hisia na akili. Yes, kwa maana yake tukianza kuona huyu mtu anapitia yani hisia zake ziko chini na akili yake iko chini kikazi, maana yake anazungumzia kimatumizi na kazi kama mtu Mungu aliyomtengeneza binadamu. Mungu alimtengeneza binadamu katika tofauti sana, yani ndiko tofauti, ana roho, ana nafsi, ana mwili. Kwenye eneo la nafsi hapa ndio kuna hivi vitu vitatu. Kuna hisia, kuna akili, alafu pia kuna utashi. Hivi akili ndio mind. Alafu hisia inaleta emotion. Sasa maeneo yote haya yanapaswa kushirikiana ili binadamu aweze kuwa yuko vizuri. Kuna tofauti kidogo wa mentors, tatizo la afya ya akili na depression. Ni vitu tofauti. Ile tofauti ni kidogo sana. Tofauti ni kwamba mtu mwenye tatizo la afya ya akili ni mtu ambaye ni aidha akili iko juu sana kuliko hisia au hisia iko juu sana kuliko akili. Okay. Mtu ambaye akili iko juu sana anakuaje? Mtu ambaye iko juu sana ni mtu ambaye yeye anachotaka labda ni kukamilisha kazi yake, mtu wa logic, mtu yeye ni mtu ambaye hawezi kujali hisia za watu wengine. Yes. Yaani unaokutana na mabosi, hisia mtu anafanya kazi sana, anapenda kufanya vitu kwa perfect, anatumikisha wengine kazi iende bila kujali amechoka au hajachoka. Ndio tatizo la afya ya akili. Lakini mtu ambaye ana huzuni sana, analia, huyo mtu pia ana tatizo la afya ya akili kwa sababu hisia ziko chini sana. Na ndio maana watu wanaotumia akili nyingi sana wanajikuta wanawasukuma watu bila kujali wanataka kufanya nini. Kwa kama kuna boss anatembeza na wale wafanya kazi watafanya kazi kwa shida sana kwa sababu sio mtu hana hisia. Mungu ameweka hisia kwa maana ya kwamba tuweze kubalance. Ndio. Kuna watu wa huruma, ni watu wa upendo, ni watu ambao ni wavumilivu. Yote hizo hisia hizo, neno la hisia. Lakini neno la akili ni mtu kwamba aweze kutatua matatizo. Ni neno la akili. Mtu aweze kuendana na mabadiliko ya mazingira ni neno la akili. Mtu aweze kuhusiana na wengine ni neno la akili. Umeona hapa maneno hayo, lakini pia mtu aweze kuchanganua vitu ni neno la akili. Kwa kuna haya maeneo ya akili, afu kuna maeneo ya hisia. Zile hisia zina umuhimu sana mtu awe nazo, awe mvumilivu, aweze kuwavumilia wengine, aweze kuwapenda wengine. Hasa kama haya mambo yeye hana, anafanya just ile kazi yake ni kutatua tatizo bila kujali mwingine anaumia au haumii. Ni tatizo la afya ya akili. Okay. Ndio, lakini msongo wa mawazo unaweza kupelekea ndio afya ya akili. Pale ambapo inapelekea ni matokeo yake ya msongo wa mawazo. Japokuwa depression kidogo ni nzito zaidi kwa mtu kwa sababu mtu wa afya ya akili anasaidika kwa urahisi kwa sababu anatakiwa ugusi tu eneo moja, eneo la akili au eneo la hisia. Kwamba msaidia akae vizuri kihisia maana yake akili iko vizuri. Sasa kwenye issue zima za malezi, binti aliyelelewa na baba peke yake anatumia sana akili kuliko hisia. Binti aliyelelewa na mama peke yake anatumia sana hisia kuliko akili. Sasa mtu asipoweza kubalance haya mambo mawili anajikuta kwenye sehemu ya hatari sana. Mtu aliyelelewa na mama anatumia hisia sana. Mtu aliyelelewa na baba anatumia akili sana. Hiyo ni tafiti hizo zilizofanyika. Sio ni tafiti zilizofanyika na inaonekana hivyo. Ndio maana mtoto wa kiume aliyelelewa na mama peke yake ana tatizo kubwa sana la hisia. Kwa tatizo kubwa la kiakili. Ndio watu ambao correct sana kutengeneza mahusiano lakini hawawezi kumaintain. Kwa sababu kumaintain mahusiano sio hisia tena, ni akili. Au vyote kwa pamoja wakati. Ndio, kwa maana kwamba baba anamfundisha mtoto kuchagua marafiki sahihi. Mama anamfundisha namna ya kuhusiana. Hiyo ni tofauti. Kuhusiana kunahitaji hisia, muone mwenzako anataka nini, umvumilie, uende naye, lakini akili kwamba yupi ni rafiki sahihi. Hiyo ni tofauti. Kwa baba na mchango wa kuweka mtoto ajue kabisa anataka mpate rafiki sahihi. Rafiki sahihi ni huyu hapa. Sio kwa sababu ananipendeza, ni kwa sababu ananionya, ananikomandi kitu fulani. Haina shida, huyu naweza kwenda naye kwa sababu ya matokeo inafanya unahitaji. Haya mambo hayawazi mtu ambaye anatumia hisia peke yake. Lakini mtu ambaye amelelewa katika mazingira baba hayupo, maana yake anakuja anakuta anatengeneza mahusiano mengi sana lakini ni wrong. Mabaya kwa sababu anajikuta zile emotions zake tu zikimwambia wewe ni rafiki sahihi au ana hela au ana gari ndio marafiki sahihi kwa sababu ya ile emotion. Kikitrigger tu emotions zake anajikuta ameingia kwenye urafiki. Baadaye sasa anajiuliza sasa niliingiaje? Kumbe tatizo ni kwamba alishindwa kufikiria huyu ni mtu sahihi au sio mtu sahihi. Kwa mambo mengi ya sana kwenye masuala mazima
ya malezi. Okay. Kuna malezi yanachangia kwa sehemu kubwa. Yanachangia sehemu kubwa. So lazima la msongo mawazo, afya akili, malezi sana kwa ukubwa. Japokuwa pia kuna sababu zingine ambazo nitazielezea huko. Labda tuende kwenye hizo sababu sasa. Ni zipi sababu kuu ambazo ni za msongo wa mawazo? Lakini nitaka nionyeshe kwamba dalili. Tuanze kwenye dalili. Alafu twende kutatua tatizo. Dalili ya kwanza zipo nyingi, japokuwa nataka nizichambue hata moja kwa haraka. Jambo la kwanza, kukosa umakini. Mtu anafanya kazi, yani utafikia, yani usikosa umakini kwamba ile hali unafanya kitu afu unafanya tofauti na vile ulioplan. Yani nataka nifanye kitu fulani, au nataka kusoma kitabu, najikuta nimeshachukua simu. Naanza kwenda kuna kitabu. Hii ni issue nzima ya dalili mojawapo kwamba mtu ana msongo wa mawazo, anatafuta vitu ambavyo vitaweza kufanya akili yake fresh. Hata kama ana plan hii, lakini hana focus. Yani focus inapotea kwa sababu anaweza kaenda sokoni, nataka ninunue vitu vya ndani, labda sahani nini, lakini vya ajabu anaenda kwenye chipsi, atakuwa kuja kufanya nini? Ni dalili moja hapo. Lakini ya pili, kukosa matumaini ya kuishi duniani, kwamba ndio hao ndio watu wanajinyonga. Yani moja ya tatizo kubwa au moja ya janga kubwa au matokeo makubwa ni suicide, za mtu kujinyonga. Na kuna utafiti hapa nitausema, kuna kwamba kwa nchi za kama Tanzania ni miongoni mwa nchi 20 duniani ambazo watu wanajinyonga. Kwa mwaka ni watu 3000. Kwa tafiti zilizofanyika za hivi karibuni. Yes, kwa 2025 Agosti. Yes, WHO wao. Wamesema kwamba sisi ni Tanzania tuko, yani ni nchi ya 20 duniani au miongoni, yani ya duniani 20 nchi 20, kwamba aliweza kuzungumza nchi miongoni mwa nchi 20, si tupo pale ndani watu ambao wana depression. Na nitakuja sababu kwa nini mpaka tuko kwenye hiyo research hapo. Ndio. Lakini pia utakuta kuna issue nzima ya kuwaza kufa. Kwamba mtu akipanda gari ajali anaweza kufa. Nasikia sisi ni binadamu tunapita tu. Ukisikia hizo kauli ni mtu ambaye ana msongo wa mawazo. Yani ameshajiwekea kwamba kufa ni muda wote naweza nikafa. Kwa hiyo nakwambia hizi hela tu ponda maisha, kwa sababu kufa kwaje. Yani watu ambao depression imezidi kiasi kwamba akili haifanyi tena kazi, kwamba kuna familia inamtegemea, isifanyi kazi tena, kwamba bwana sasa hao wanaoumia baada ya mimi kwa hivi ni ajali chochote. Lakini kitu kingine, kukosa usingizi hapo. Hiyo nikwambia ni hatari. Tunaanza usingizi huwezi kupata. Analala naamka na mimi nakumbuka kitu fulani nitokeaga hii. Nilikuwa nimempenda binti fulani. Sasa binti fulani akaniuliza swali, "Mwalimu, wewe kwenye mahusiano?" Swali zile kwenye mahusiano tena. Kivipi niko kwenye mahusiano wakati najua niko kwenye mahusiano na wewe hapa? Hapo anakuuliza tena. Ana huko kwenye mahusiano. Hapo kaniambia mimi nipo. Mtu wangu fulani nakutumia picha yake WhatsApp. Siku ile sikulala. Nikashtuka tu saa 11 niko macho hivi. Nakumbuka hii ni tatizo la depression. Japokuwa alikuwa kubwa, na nitataja viwango vitatu vya depression. Kiwango cha chini, cha kati na cha juu zaidi. Na nitataja hapa vizuri. Lakini pia issue nyingine ni kujihisi uchovu mara kwa mara. Mwili kuchoka. Yani asubuhi mapema, kwa sababu usiku mzima mtu hajalala, au usiku mzima mtu kichwa kinauma. Akiamka kazini yuko hoi. Anaenda kazini analala tena. Ametoka nyumbani hajalala, aenda kazini analala. Anafukuzwa kazi, inaongeza tatizo lingine tena, kwamba sasa sina kazi, sina maana tena. Katika ile msongo wa mawazo, hakuna mwanaume anaweza kumpenda mwanamke mwenye msongo wa mawazo. Kwa sababu maana yake topic kubwa itakayokuwa inajadiliwa hapo ndani sio maendeleo tena. Ni mimi na masongo masana, namna gani nisaidiaje? Maana mimi na hili leo, kesho na hili. Sasa nimeoa tatizo au nimeoa mtu ambaye nitaenda naye. Lakini kitu kingine ni kwamba huzuni iliyopitiliza. Yaani huzuni ipo, kwamba huzuni ile Mungu ametokea. Kuna huruma na huzuni. Huzuni ile hali ya kujisikia tofauti, kwamba nimeshindwa. Ila huruma ni hali ya kujisikia kwamba natakiwa kufanya kwa mtu mwingine msaada. Kuna tofauti mkubwa hapo. Lakini kitu kingine, hatia. Yaani mtu kamkosea mtu, aende kuomba msamaha, anabaki anajiuliza tu. Sio nimesamehe, sio amenichukia, basi tu amenichukia, vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine ni kwamba mali, kwamba attachment, sio kwa sababu niwekeje attachment, kwamba mimi na mali za baba au na mali yangu fulani
mwingine sitaki aguse. Au ikipotea hiyo mali anaingia kwenye shida, maana yake moyo wake kwa attach na vile vitu, ameshikamana na vitu kama ni gari. Unaona kuna wazazi wengine mtoto akishika gari ni analipoka vibaya mno. Gari ni sasa ndio wasipande inakuwa kama hivi. Maumivu pia, maumivu ni matokeo ya uchungu. Maana maumivu haya yanatokea ni kwamba nimekosewa, kuna mtu kanikera. Sasa kukerwa sio shida. Shida matokeo ya kukerwa. Ikipelekea maumivu yale maumivu yanakuja yenyewe. Amenionaje? Anachukuliaje? Kanitukana mbele za watu. Mimi yake amini mjinga. Mimi nifanyaje? Haya mawazo yanatengeneza maumivu fulani ndani. Yakiendelea maumivu yanatengeneza uchungu. Uchungu ni level ya kusema sasa nitakaye kutana naye atalijua jambo ambalo nataka kufanya. Ni mtu anajiika rehani kwamba anaanza kujihami. Nataka wewe kuna binti anataka kuolewa, lakini akija mwenyewe anasema wewe mwanaume uko hivi na hivi na hivi au vipi? Tayari shaka ile akili kwamba wote wanaweza kanitapelekea kwenye tatizo. Unaona? Lakini nimeelezea katika pia upande wa akili, kwenye eneo la akili nimesema kwamba adaptive meaning kuna akili za aina 4. Kuna akili ambayo tunaita adaptive quotient. Unaona? Hii ni hali ya kushindwa kuhusiana na watu wengine kabisa. Mtu anashindwa kuhusiana kikana atanikera, na utafanyaje ndio msongo wa mawazo. Lakini jambo la pili naita intellectual quotient. Ni issue za akili, anashindwa kutatua tatizo. Ya tatizo limetokea na analalamikia tatizo. Mtu analalamikia matatizo ni tatizo la depression. Kwa sababu tatizo litapaswa kuogopwa, linapaswa kufuatwa na ulitatue. Lakini jambo lingine ni swala zima la social quotient. Nimeshazungumza adaptive, nazungumzia kuendana na mabadiliko. Kama nilivyosema kwamba ulienda mahali fulani na ukapata shida. Yaani leo ukibadilishwa kazi, how adaptable you are, kwamba unabadilika vipi kuendana na mazingira yale yaliyotokea. Ndio jambo la msingi sana watu ambao wanapaswa kuelewa kwamba kuna muda utatoka kazini, kuna muda utakuwa hivi. Je, mabadiliko yale unapokea vipi na unaenda nao vipi? Lakini kwenye social sana namna mtu anaweza kuinteract na watu wengine na akaweza kuongea nao na akajenga vitu ambavyo ni msingi. Lakini ya mwisho ndio naita EQ, emotional quotient, kushindwa kumudu hisia zako. Mtu mwingine akiwa na furaha ndo basi tena. Mwingine akiwa na huzuni ndo basi tena. Unaona watu wana furaha anatengeneza vibaya kwa sababu ana furaha. Kuna watu wana huzuni sana, alikuwa anaingia kwenye kulewa sana pombe, akijua ndo tatizo naondoa huzuni yangu, ndo anaongeza tatizo lingine la magonjwa ambayo ni kansa na magonjwa mengine. Hizo ni dalili hizo ambazo mtu ukiziona unaweza kusema basi ushajua huyu hapa ana tatizo. Hapa tatizo lipo. Sawa kabisa. Kwa sema kwamba kuna level. Yes. Sa level, kuna level ya chini. Hawa sasa ni watu ambao at least ni watu wao kwenye level sana ya kauli, kujiongelea vibaya tu. Yaani level ya kwanza mtu anajiongelea vibaya. Sisi ni watu wa kufa. Basi tu maisha ndo haya. Tufe tu. Yaani muda wote ukisikia kauli zake, yaani mwalimu maisha haya, unataka hela nyingi za nini? Au unataka depression lakini level ndogo sana. Kwa maana ni maneno sana. Sasa maneno na ubaya yake nini? Yanatengeneza, yanaumba kitu ndani. Endelea kuumba kitu ndani. Ama kitu kinakotesa ndio. Unajua kuna mtu anadada anasema mimi sitaki kuolewa na sitakuja kuolewa. Ili kimuuliza sijaolewa mimi ndo sijaolewa miaka 7. Wewe unasema utaki. Anapingana yeye mwenyewe, ni mtu mmoja lakini kauli yake mmoja anasema mimi siwezi kuolewa, afu anasema nimekaa miaka 7 sijaolewa. Unaona? Lakini kisa level ya pili ambayo ni level ya kati moderate. Ni level ambayo kidogo mtu anabalance, anaongea na anafanya yale anayoongea. Ambayo ni mazuri au ni mabaya? Mabaya, mengi ni mabaya. Okay, mimi sasa leo unamwona mtu, watu wanafanya maamuzi magumu siku hizi. Anza kuvaa kama watu wa kiume. Tuna watu kama hao. Tomboy. Inaitwa tomboy si na nini? Sitaki kuolewa, yaani sitaki kuolewa na nafanya vile vitu vinavyonifanya mimi nisiolewe. Yaani mtu kafika level anayoongea anayafanya, maana yake ameumbika sana ndani yake. Level kubwa kiasi kwamba anaanza kuyaishi yale mambo. Au mimi sipendi watoto. Anazaa anaacha mtoto mwingine aelelewa na mtu mwingine. Au mwingine sasa mimi wanaume sitaki waninyanyasa kwa sababu nimeona mama yangu ananyanyasika na baba yangu. Sasa mimi nataka mimi nimuoneshe mwana, nitafuta hela zangu na azaa mtoto mmoja, mwanaume jikataa. Nina hela zangu za kumlea mtoto wangu. Level ya bed, yani ndio level ya pili. Level ya tatu ndio level nzito zaidi, ndio severe. Yani hapo mtu kabisa hafanyi chochote, anakuwa kama amekufa ila anaishi. Anakuaje huyo? Yani huyu ni mtu ambaye hawazi kesho,
Hawazi familia tena. Anawaza kulala, akimaliza kulala anatafuta kitu ambacho kitamfurahisha kwa wakati. Yaani ana malengo kwamba ninaishi kwa nini hapa duniani. Kwa vyote vile ni mtu ambaye amejiandaa kufa, hata akifa ni sawa. Yaani mtu ambaye afika level hataki ushauri tena. Hataki ushauri, anajua naenda maisha yake, anapaswa kuendelea vile, unapenda upendi, anaendelea kwa vile. Hata kama kimshauri vipi. Ndio hawa watu mpaka wanarudi wachukuliwe. Kuna mama mmoja nipata kesi yake, alikuwa ameenda yuko pale Muhimbili, akili imestaka. Akili yake imestaka kabisa. Na akili mtu kistaki si kila kitu kimestaka. Kimya. Yaani tayari. Yuko hivi tu. Shangazi. Okay. Anaitika tu. Kwa shida gani? Shida fuatilia sasa. Ni ana maumivu mazito yaliyomzidi. Huyo amefika kwenye severe. Sasa hii ni severe kiasi kwamba mtu yupo anakuwa kama hayupo. Sasa dawa ya huyu mtu na dawa zao wengine ni tofauti, namna ya kufanya treatment zao tofauti. Zao huyu mwingine ni heavy sana, yani heavy. Hata kienda hospitali gharama zao pia ni tofauti. Namna ya kumsaidia sio dawa tu. Anazidi kulala huyo. Yaani kuna therapy nyingi zaidi zipite hapo. Hata therapy kwa maana hayo matibabu ya huyo mtu. Monitor kwenye tabia, uende kwenye cognitive mawazo anavyowaza, uende kwenye masuala emotion anawazaje, anafikia anaisije vitu. Je, ni kitu kilichotokea? Utrige mpaka aje aanze kusikiliza. Ni kwamba sio kwamba ni chizi. Yuko sawa ila tu akili imegoma kwenda. Anajiona kila kitu kimeishia hapo. Anakula, haelewi nini. Yaani haumwi. Kwamba labda anaumwa kichwa basi tutibu kichwa kipone. Hapana. Kuna wakati anawakumbuka watu wake, kuna wakati hawakumbuki. Anambia, watu wake wanakuja pale, mama. Mara kawakumbuka. Fulani. Kaganda tena. Kafika level mbaya. Kuna issue ya nani hapo? Ndio. Ni kupeleke kwenye imani potofu sasa. Ndio. Ni imani potofu zipi ambazo watu wanaweza kuzihusisha na masuala kama haya? Moja ni kulogwa. Kwamba amechezewa kwa sababu ni tajiri. Ana hela, basi kama kuchezewa akili. Sasa hayo mambo ni sio kwamba hayapo kabisa. Yapo, lakini hatupaswi kwenda kwenye mambo ya kuwaza kulogwa kabla ya kuwaza je, tatizo ni nini? Huyo mtu ndio. Kuna wale watu ambao imetokea vile wako vizuri kabisa lakini wamefanywa hivyo. Lakini shida, twende kwenye mzizi wa tatizo. Hii shida huyo mtu imeanzia kwenye nini? Unagundua na matatizo haya. Kuna mtu ana madeni, yani kuna mama kesi yake ilikuwa nzito sana, ana madeni kila kona. Anajichukia, mimi na madeni huku babangu, mimi na madeni huku, nikienda kuna madeni, nikienda huku nimekopa. Unapolikopa kwa ajili nini? Nienda kununua nguo za Christmas wanangu, nilienda kununua kuchukua chakula. Sasa mama, unakopa kwa ajili ya mavazi rafiki yangu, unakopaje hivyo? Sasa ningefanyaje? Bao kanikimbia. Sasa ukimbia unafanya hivi rafiki yangu, unaenda huko ndani. Kila mtu anamdai, kila siku akai au piti muda kamata na huyu kapeleka kwa kapeleka kwenye kituo pale, wanamuuliza vipi, anapiga baba tena nimekamata tena, sio napiga hiyo, anakaa ndani, watoto wana njaa, mambo hayaendi na yuko da yuko da na amepanga na ukapanga mpaka kuna mwingine pata afanye maamuzi magumu, yeye na bigi na watu wake afukuzwa, anatembea barabarani. Atakayempokea bila safari. Kwa sababu gani? Kaachiwa. Sasa huyu mtu nafikiria kwamba ulishindwa nini kuwaza kitu gani, njia gani sahihi ya kufanya mimi kutoka huko, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kukusaidia. Kuna taasisi ya ustawi wa jamii na mambo kama hayo. Kwa nini usiende kule moja kwa moja, bwana imetokea kesi na hii ninashindwa kumudu familia yangu? Kwa nini mtu awaze kwenda kuoni ajikane, mtu amejigana maisha, amekaa barabarani na watoto 6. Kwa sababu gani? Maisha hayaendi. Kwa kulogwa kupo, lakini mtu atupaswa kwenda kwenye kulogwa kabla ya kuanza kuangalia tatizo nini katika haya. Je, madeni nayo? Hapana, sina. Familia yako ikoje? Familia hapo mabaka atuelewane, ndio shida. Okay, tunaanza kutatua tatizo hilo kwanza. Twende kutatua tatizo hilo, je, litaendelea? Ili tuweze kujua kwamba okay, umelogwa au hujarogwa. Yaani watu wengi nimepata wanazingizia kulogwa, lakini nashukuta makuta ni tatizo lake la kwake. Shida sio kwamba shida sio kwake. Mimi nimerogwa, sijaolewa, mimi sionekane, unipaka mavi. Naambia ngoja njoo kwanza tuongee vizuri. Wewe unajiongeleaje kila siku? Kwa nini? Unajiongeleaje kwenye Yesu ya ndoa? Wanaume sio waaminifu, waaminiki. Sasa kwa nini upate mwanaume? Ndio waaminiki, sasa nifanyaje? Unalalamika nini huko?
mpaka mwavi hawaonekani. Sasa tena basi wewe tutatue tatizo hili. Anza kujiongelea vizuri. Wafurahie watu kwa sababu si wote wana matatizo yanayofanana. Wewe huwezi kunipa mimi kesi ambayo sio ya kwangu. Wewe mwenyewe upiga tukio, ile tukio ni la kwake, vumilia mama yako. Tukio mtu mwingine anayekuja ni tofauti. Kwa nini mkatae umpe mtu mzigo mwingine ambaye sio yeye amefanya jambo? Kwa hiyo inakuja kuleta shida ni kwamba huyu mtu anakuwa anatengeneza imani kwamba mimi nimelogwa ndio maana siolewi. Lakini ukija kuona ndani mwake ndio maneno anayoyaongea kutaka kuolewa. Baada ya kufanya ile kitu self affirmation, kuongelea self talk, anajiongelea vizuri anafanyaje? Anajigundua kwamba kuna ile inajengeka hasa. Siku hizi napenda kuolewa, napenda yani na nimpa kazi tu moja simu. Sasa mimi si mwanaume. Haya na mimi ni mshauri wako sawa. Haya nataka nione na kufundisha nafanya kazi. Anaanza kutoa zawadi. Ni zawadi yangu tisi mwana badilika. Kwa sababu shaweka wanaume mimi si wataki. Wanaume wote lengo lao ni baya kwangu. Alizingizia amerogwa, yani aliolewa kwa kurogwa. Na ameolewa amejikuta kwenye ndoa amerogwa. Anatoka amini tena wanaume wote ni wachawi. Kwa labda kumbadilisha mpaka arudi kwenye sehemu ya yeye kujua sasa ndio naweza nikaolewa na napata nafasi nyingine. Ndio hiyo sasa napata mtu shauri na ichukui muda mfupi, inachukua muda mrefu sana kuweza kumrudisha mtu kwenye point, lakini wewe inawezekana. Hakuna jambo linaloshindikana. Tukiunganisha tukaona tutamfanyia maombi, tutafanya masuala ya kiroho na yote kumsaidia Mungu, kwa sababu mnajua mimi nachojua ni kwamba Mungu ndio chanzo cha maisha yetu kabisa. Whatever there is a problem tunamface Mungu hili jambo. Sisi ni tunashauri lakini pia tunaomba msaada wako kumsaidia yule mtu ambaye unamjua na unasema kama ulimjua kabla hajazaliwa. Unaweza kumsaidia. Sasa tuna apply two way kwamba tutamwombea, tutakaa naye, tutasolve case hapa na nao sumbana, tutamwombea. Afu naambia endelea, keep on going. Ndio uko na wewe, mwisho siku anakuwa very good. Lakini nikagundua hata kwenye masuala ya ushauri, kuna matatizo kabisa kiroho kabisa. Kabisa. Naanza kumshauri bwana, imani ambayo uko nayo haibadiliki mpaka uwe na imani nyingine. Yes, na anakuwa vizuri. Sawa kabisa. Sasa tuende kwenye sababu. Okay. Yote tumezungumza lakini tuguse kwenye mzizi sasa pale. Nini kinapelekea matatizo yote haya? Kwanza kabla hajaenda kwenye sababu, watu wengi wanaonekana na msongo wa mawazo ni watu wenye umri wa miaka 15 hadi 29. Hapo vijana ndio wana shida hiyo msongo wa mawazo. Umri wa miaka 15 mpaka 29. Ndio utafiti unaonyesha hapo. Kwa population nzima ya dunia 4% watu wanaonekana na depression. Hadi 4% ya dunia wanaonekana na depression. Lakini depression ni kubwa, wanaongoza kwa depression ni wanawake kuliko wanaume. Wanawake ndio bado wanaongoza ligi. Wanaongoza ligi. Ukiangalia kwenye data 6.9. Kwa nini ni wanawake? Kwa nini wanawake? Kwa sababu ni watu wa hisia. Ni rahisi sana mtu wa hisia kuwa na depression kwa haraka. Unajua mimi mpaka niwe na depression, mwanaume ana depression anawaza. Sasa familia na yajaje? Ina kitu familia hapa. Kama nimekaa tamaa sasa. Hawa wanaendaje shule? Haya maswali kwa mwanaume. Lakini mwanamke akikutana na tatizo zito likamzidi. Anakata kamba, anasema basi. Na ndio maana wengi wanapata shida, uwezo wa kustahimili. Uwezo wa kustahimili tatizo limekuwa zito. Wale wanawake wanapata tatizo. Mimi mwalimu of course. Nakutana na wazazi. Mzazi katelekezewa yule mwanamke, yule mtoto. Anapambana. Cha ajabu mtoto wake aelewi darasani. Au mtoto wake amempitia pigo kifafa na mtu aelewi kama chizi. Anapambana apate ajikuta juhudi zake zinazidi kuendelea mbele, ndio mambo yazidi kwenda. Ile moyo unaanza kupungua. Basi mimi sio mtu mta self low esteem. Mtu anaanza kujiona yeye ana thamani tena. Ndio tunaanza kuingia kwenye matatizo ya watu, wanaanza kuingia kujiuza. Kwamba hapa mna njia tena. Na nini na mwili kwenye sokoni. Eneo la pale ni watu walifika level wamekata tamaa ya maisha. Hawajui wanaweza kufanya kazi nyingine tena zaidi ya hiyo wanaofanya. Na sasa hivi watu wengine wameingia kwenye transgender kabisa. Na mabadilisha jinsia. Wanaweza ni mwanaume, familia hapana. Mimi sikia kuna wanafanya sema amekuwa sio bwana. Mahali kutunza mke, familia ana escape. Ana left group la wanaume. Bwana kwa hapa mimi siwezi kupewa hela, siwezi kusaidika. Unashangaa mtu anageuka na kwa shoga. Ile tokea imetokeaje kwenye depression? Kama mimi na mwanaume, mambo ni mazito, familia nitegemea, sina hela and no way. What can I do? Basi ngoja niwe hivyo. Sasa nienda kwenye sababu. Sababu zimegawanyika kwenye makundi manne makubwa.
ya sababu. Okay. Kuna kundi la kwanza tutazungumzia sababu za kisaikolojia, kundi la pili sababu za kibiolojia, kundi la tatu sababu za kijamii, lakini jambo la nne ambalo nimeliongezea hapo japo wanasaikolojia wabezi sana kwenye hilo, sababu za kiuchumi. Na kiuchumi. Yes. Ziko 4. Ziko maana ya makundi 4. Kundi la kwanza, sasa nianze na kundi la kwanza la kisaikolojia. Napenda sana kuzungumzia hapo kwa sababu ndo msingi mkubwa zaidi hapa. Jambo la kwanza tunaita kushindwa kutambua kusudi la kuumba duniani. Tunaita identity crisis. Tatizo hilo. Hapa ndo tatizo la depression zote. Mtu asipojua ni nani duniani basi. Kipengele. Yaani hapa ndo pazito. Kwa sababu unafika muda unajikuta unafanya kazi. Kwa kitu unakwambia bado sio hiki. Sasa kitu gani? Kuna watu wanafanya kazi za serikali analipwa vizuri. Sina furaha na maisha haya. Watu wenye depression nadhani ni maskini sasa. Matajiri kabisa, ana hela, ana magari. Maisha mabaya sana. Maisha mabaya wewe. Na kila kitu. Sasa maisha hivi unasema kuna kitu kiko ndani mwangu sijui nini. Stress nakosa tu amani. Nagundua ajue ni nani. The moment mtu anajua mimi ni huyu. Yani hata kama unaelewa na furaha. Yaani furaha inatokeje na kuja tu. Yaani Ronaldo pale hata hangaiki. Ronaldo akina Messi hangaiki. Wanajua bwana mpira tu hapa anatoka mpira. Furaha yake ndio maisha hivyo, akienda uwanjani ndio filamu yake sasa hapa. Yaani unaonesha vizuri kazi inayofanyika. Kwa sababu ndio yeye ndio yeye alivyo. Umeona? Yaani wewe mwandishi wa habari, ikiwa wewe ndio wito wako, yani umelipa hujalipa, nafanya kipindi kidogo. Wewe unaona kama mbona sina furaha? Wewe kufanya kipindi. Unaona je solution hiyo? Yaani sio nikajinyonge. Wewe kufanya kipindi, fanya kitu kingine. Unaona? Mtu unaweza na stress. Kana mchezaji anaenda uwanjani sasa. Leo watanijua. Kuna historia kwa nafuatilia. Kuna hao watu ndio Mayweather huyo wa masumbwi. Ndio. Yeye mwenyewe akawa anasema kwamba mke wake akawa yaani mama yake akawa hospitali amefariki na mke wake wameachana. At the same time. Alisema kwamba sina cha kupoteza. Ndio the first time anapigwa yule nani huyu nani Mkongo kwenye masumba na upara hivi. Ndio nani huyu? Ndio nitamkumbuka mjitoa hivi. Nani Mike Tyson. Kwa mara ya kwanza ndo anapigwa na huyu jamaa. Kwa sababu jamaa alikuwa anasema nikifa sawa. Ni anashusha ngumi, watu wanashangaa, hii ni mchezo au iko ikishuka? Jamaa anashangaa, ni anazirusha, akimkosa amemkosa kweli. Alimdunda. Wanamuuliza shida nini? Bora kama ni game kawaida tu. Umepania. Akasema, sina cha kupoteza. Familia yangu sina, mama sina. Ndio maana. Sasa huyu jamaa angeenda kuvuta bangi, angeenda kulewa, lakini anajua mimi ni mtu wa masumbu. Kwa hiyo niende kwenye kazi kwanza. Zangu nikamalizie ndio tofauti sasa mtu anajua. Kwa watu wengi hawajui kina nani wako dunia wanafanya nini. Ni tatizo kubwa. Siku nyingine tutatafuta muda nitazungumza kwa sababu nikisema hii kitu of course mpaka nimeenda nikapata kozi kabisa nisome kwa ukubwa namna ya kusaidia watu kugundua tatizo lao. Hatuwezi kwenda kuzungumzia zaidi ndio japokuwa ni tatizo kubwa zaidi. Mungu atusaidie. Sizungumzia zaidi kwa sababu pia na wanachuo anasoma mwanachuo anasoma film and production lakini yeye ni mwimbaji. Mfumo wetu wa elimu examination oriented you. Sawa. Okay, tatizo la pili kujikataa. Bado huko ni saikolojia kujipinga. Niweza kuzungumza sana watu wengi wanaifahamu kujipinga. Mtu anaona ninaimba kwani mimi sijui kuimba. Yaani yeye anayefanya hicho kitu ndo wa kwanza kutoa comment kwa yeye mwenyewe kwamba siwezi. Kujikataa. Lakini ya tatu tunaita kuathiriwa na mazingira aliyokulia. Amekulia kijijini, sasa na mtazamo kwamba siwezi kufika global, siwezi kuwa mtu global kwa sababu nimezaliwa kwenye maisha duni. Lakini ni mtazamo kwa affected na alipozaliwa. Mtoto aliyezaliwa sasa hivi amekutana na gari, hawezi kuwa na mtazamo wa hivyo. Lakini akifika mtu ameenda peku, analoana na mvua, anagundua ndo analia kama ndo kazi kubwa inabidi ifanyike hapo. Ifanyike na hiyo ni kubwa zaidi pia. Lakini jambo lingine ni kutengwa na familia.
bwana mimi nimejua ni mchungaji. Tumekusomesha sisi. Civil engineering. Afu nakwambia leo ni mchungaji, nataka kutumikia Mungu. Hujalipa hela zetu kwanza. Afrika anasomesha hiyo walipwe. Yaani kama uko SACCOS, yani wewe ni SACCOS yani. Unasomesha. Soma then utakuja utalipa. Utakuja ulipe, yani wewe ni mkopo. Bodi ya mkopo. Yani wewe ni mkopo kabisa, mkopo unaotembea wazazi hao bwana. Kwa inakuja inaleta shida, mtu anatengwa na familia. Sawa. Kama mimi ni baba yako ni mama yako, utaongea kuhusu civil engineering. Kazi zipo hazipo, nimekutafutia kazi mwanangu ifanye. Wanalipa milioni 2 au milioni 3 engineer. Fanya, ambia mimi sasa na wito kapembeni. Kama hatupata capacity na mtu akumshauri mapema, ataingia kukosa uwepo wa familia, ajuta anatamani ni education. Twende haraka kwenye masuala ya kibiolojia. Sawa. Biolojia hapa tunazungumza zaidi issue kubwa ni magonjwa. Ndio. Mtu anaumwa kansa. Anapima kansa, anambia hii kansa imeshaenea. Mwili mzima. Tunakata miguu. Yes, tunakata, unajua kuna ile ya kukata mguu bora. Imeshaenea yani, imeshafika kwenye maeneo ya moyo. Ile taarifa ulivyoipokea. Kwa yani wewe tunahesabu siku. Yani hapo tatizo. Akilala hivi anaweza shakufa. Atamka. Niamka. Anaona ni muujiza. Mungu wangu. Tena kila anakula anasema jamani hata mimi nisile tu nife, niacheni nife, maradhi ya kibiolojia haya. Kwa pia mengi yanasababishwa na ulevi mkubwa. Mtu analewa sana, anapata kansa, anapata diabetes, anapata sukari. Pombe zile zina kisukari, watu wengi hawajui. Ajua na refresh huko ndo anaongeza tatizo. Sawa. Lakini pia utagundua watu wenye matatizo ya ugonjwa wa ukimwi. Anahesabu anamwambia naishi kwa matumaini. Ndio. Anahesabu siku, depression inakuja kwa sababu anaona sina cha maana cha kufanya duniani sasa. Hata nikifanya leo nianze mradi wangu, nitakufa ile time nitauacha tu. Naona sifanye chochote. Lakini watu wengine utasa. Azai basi ana maisha. Yaani kuna mwingine kwa sababu wanawake wako attached na family. Na familia tofauti na wanaume. Sisi wanaume tulivyoumbwa duniani mara kwanza Mungu anatuumba tukapewa kazi ilime bustani. Unaona? Wakati mwanamke mara ya kwanza anapoumbwa duniani anamuona mwanaume. Kwa alichokiona mwanamke cha kwanza ni mwanaume. Sasa tofauti sisi tunapata satisfaction kwenye kazi. Mwanamke anapata satisfaction kwenye familia. Familia ndio ana feel. Ndio maana kuna wanawake wakikutana njiani au barabarani hawakutana muda mrefu, hawaulizani wanafanya kazi gani. Wataulizana umeolewa? Una watoto wangapi? Ndio swali la hawaulizani kazi. Si unafanya kazi wapi? Kazi ya nini? Lengo letu kubwa ni hili. Umeona? Lakini mwanaume nikuuliza umeolewa? Umeoa? Ya nini? Mwanangu, unafanya kazi wapi? Hayo ndio maswali yanayo. Ndio maswali ya wanaume. Kwa sababu we are attached to work. Ataji sana kwenye kazi. Lakini mwanamke yanawaza familia sana. Nakumbuka pia ni swali ambalo ulimuuliza kipindi kile kwamba tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Na ni kupata muda mfupi lakini zipo nyingi sana ambazo zinatuonyesha we are different. Lakini jambo lingine sexual harassment kama kubakwa. Yani hapa mtu kwa mfano kuna huyu mama anaitwa Winfrey Oprah. Yes, ni Afro-America na pesa sana huyo mama sasa hivi kwa sababu anafanya vipindi vyake na talk show zake ambazo anafanya na unaona juzi hapa kafanya na nani huyu mke wa Obama. Michelle. Anaye kipindi wonderful. Kipindi kizuri, watu wanakiangalia na kusanya watu wengi sana. Analipwa hela nyingi sana sasa hivi. Lakini kuja kufuatilia historia yake alibakwa. Na akajifungua mtoto wake miaka 12. Kama imagine kabakwa angesema basi maisha yameishia hapo. Lakini akaona no, there is a purpose. Kuna huyu Jesse Meyer pia. Sasa ndio ifanywa alibakwa na babake. Leo Jesse Meyer ndio anafahamu mwanamke wa Injili. Anamwake wamwake afahamu kuliko yeye. Lakini alibakwa na alimu akaja baadaye akaja kumuongoza sala toba huko kwa babake. It takes strong kama kuna stress fulani uko nayo ambayo imefanya mpaka akubali kwamba imeshatokea na bangu anaweza kubadilika na akaokoka na akampenda Mungu. Sio kitu kidogo. So wanawake wote wanaweza kupitia huo muziki wakaweza kutoboa hapo. Wengi wanaishia hapo kwamba mimi sina thamani tena. Na wengi kwa sababu unajua tatizo hili hapa ni kwamba linapelekea hata akiolewa. Ndio inavunjika kwa haraka kwa sababu kila akitaka kukutana na mume wake anakumbuka ni kama anafanya taka kwa rasmi tena. Kwa ndio haiwezi kudumu mpaka hapo kwa sababu picha ya mume wake atakuwa naweka ile ya yule ndio alifanya hicho kitu. Twende kwenye kijamii, uadui. Uadui, ugomvi, mtu na ugomvi na mtu fulani
vita viendi, yani kuna urafiki ambao uendao una marafiki na sasa hivi mmekuwa na maadui. Kuna hicho kitu kinaleta shida pia. Lakini jambo lingine, kuvunjika kwa familia au ndoa imevunjika, familia imetengana, kuna ugomvi, watu wanasambaratika kwenye ile eneo. Lakini pia kuachwa au kukataliwa au taraka, zote hizo zinasababisha hicho kitu. Lakini kitu kingine, kutokolewa pia, masuala ya kijamii ndio inaweza kwenye eneo la kijamii, sio kisaikolojia, kijamii, kwa sababu unaishi na watu na ndio maana sisi kwa Kristo tunawaruhusu kabisa ili kwamba tuthibitishe mbele za watu. Wangeweza kusema basi ni wawili tu mfunge na mwende, lakini ni swala la kijamii pia watu wajue wanaweza kuheshimu. Lakini migogoro, kitu kingine, kupoteza mara watu ndio tunawapenda, tukafariki, ndio anaanzia pale kwa babangu kafariki na sina thamani tena, kama babangu ndio alikuwa anamtegemea, ana miradi yake ameanzisha watoto, basi na mtu anakata tamaa kuanzia hapo. Lakini kitu kingine, marafiki wabaya, unapata rafiki aliye mwenye depression anakuambukisha depression. Mazungumzo rasmi ndio nayo nyie ni kuzungumza kuhusiana matatizo hayo. Nashangaa unaona wewe una depression, lakini rafiki yako anakuja kukuongezea depression. Shida hiyo. Nimeachwa, kiasi kwa ameachwa. Na madeni, mwenyewe madeni. Ni kitu fulani. Lakini twende kwenye eneo la kiuchumi, madeni yaliyozidi. Inasababisha depression ya mtu. Lakini jambo lingine, kutokuajiriwa kwa muda mrefu. Ndio. Mtu kasoma 2016, ajira zinatoka za walimu bila kazi. Zinaenda. Na kama ni mwanaume ndio shida hapo, wanaume wengi kwenye unemployment ni hapa shida. Kutokuajiriwa kwa sababu wanapenda kazi. Sasa bila kujua ni kwamba ana kitu kingine, kwa sababu Mungu ametupa kuna tofauti kati ya job and work. Job ni ile umeajiriwa, work ni kusudi la Mungu amekupa ufanye hicho kitu. Sasa ni nzuri sana kama uko ndani ya work afu unafanya kusudi la Mungu ambalo liko ndani. Yaani kwamba nimeajiriwa, ndio mimi mwalimu na napenda kufundisha na nimeajiriwa kufundisha, it is very good kwa sababu I'm exercising kile kitu ambacho niko nacho. Kitu kingine, umaskini. Napo nazungumzia na kosa hela, nazungumzia kosa chakula, mavazi na mahitaji yale ya muhimu. Mtu akikosa hayo anaongea kwenye depression. Lakini jambo jingine, kufukuzwa kazi. Trafika ofisini anaandikiwa nimefukuzwa kazi. Kitu kiko nini? Nimefukuzwa kazi. Maelezo ya kwenye barua. Boss, kachanganyikiwa barabara nzima. Kuna watu wanavua nguo. Niko barabarani kachanganyikiwa, wengine sasa basi nigongo tuna gari kwa sababu mke wangu atanielewa nini na familia kubwa. Bila kujua ni kwamba wewe rudi nyumbani tu ya kwanza. Yes. Kwa adaptable kwamba nimefukuzwa kazi gani? Yarudi nyumbani. Nione kazi gani nyingine naweza kufanya. Kwani mtu asiwe hivyo? Anawaza maisha yamekuja. Sasa anataka kufa, anawaza familia ameacha nyumbani. Anawaza mke wangu atanielewa nini? Mke wangu ataelewa kwa safari huko. Lakini jambo jingine, kustaafu. Wastaafu ndio ambao wanaongoza kufa haraka. Kastaafu na miaka yake 65 au 60 ba. Anakufa haraka. Kwa nini anakufa? Kwa sababu maisha yake yametoka kwenye mfumo. Alikuwa na mfumo wa kupokea hela alafu mwambie anze biashara. Ndio wanadanganya wengi bana, invest milioni 10 kwenye biashara ya kuku wanakufa, ajui hata namna kufuga vitu nenda. Mtu amenanua lakini pia anapata kwenye shida. Hizo ndio sababu. Hizo ni sababu ambazo zinapelekea watu wengi kujikuta katika hali ya msongo wa mawazo. Mtazamaji wa Habari Maalum TV na mtazamaji wa Morning Shine, bila shaka kuna mtu ninazungumza naye hapa na yako mengi ambayo mtaalamu hapa mwana saikolojia anatupitisha ambayo yanatusaidia baraka. Niombe tu tutarejea hapa mara baada ya muda mfupi kidogo tu ili tuje tuhitimishe kwenye eneo la tunawezaje sasa kuwasaidia watu. Anza siku yako na Mungu. Anza siku yako na Habari Maalum TV. Kupitia Morning Shine utapata neno la Mungu la kukuongoza siku nzima, habari, uchambuzi wa magazeti, utaongeza ufahamu kupitia tone la ufahamu. Halafu tutafunguka mada mbalimbali zitakazokuongezea maarifa kiroho na kimwili. Kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Habari Maalum TV. Pata ukweli.
mtazamaji wa Habari Maalum TV, tumerejea hapa mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na bado niko na mwanasaikolojia hapa ndugu Baraka, tukizungumza naye masuala mazima ya msongo wa mawazo. Tumegusia vitu vingi sana, na kwa sababu ya muda ningelitamani nimpatie nafasi mtaalamu hapa tusaidie sasa nini tunaweza tukafanya ili angalau katika ulimwengu tulionao ambao kuna mambo mengi ambayo yanapelekea sisi tuwe katika hali ya msongo wa mawazo, tunawezaje kutoka hapo? Kwa haraka nitakuwa naelezea solution nini cha kufanya, lakini tunataka tuondoe nini. Ni jambo la kusikiliza, kufanya kufikiria kwamba nataka tupunguze nini au tuondoe nini. Kuna madhara ya depression au msongo wa mawazo: kujinyonga. Jambo la pili, hofu iliyozidi. Jambo la tatu, kufungwa. Yaani na wafungwa wengi kwa sababu ya tatizo. Lakini pia mtu kujihusisha na makundi mabaya kwa sababu ya depression, ni matokeo ya depression. Lakini jambo nyingine, kuvuta marafiki wabaya kwa sababu marafiki wanakuja kwako ni kwa sababu unawavuta. Na kama una depression ndani una maumivu, tafuta wenye maumivu vile vile. Yes, ndio maana Mungu anasema atakupa kufanana naye, maana yake anajua from you this side of you kuna jambo liko kutapata mtu the same. Lakini kitu loneliness ambayo imezidi, pia kitu kingine addiction kubwa. Mtu anataka kurefresh kwenye movie, anataka kurefresh, japo kwa addiction ni kitu kingine kikubwa zaidi ambacho sasa kukizungumza zaidi hapa. Lakini jambo la msingi kwenye nini cha kufanya sasa ili uweze kumsaidia mtu mwenye depression, jambo la kwanza nazungumza jambo kubwa moja ambalo mbeba mambo yote, self care. Kwanza kudili mambo kibinafsi, kujijali kibinafsi. Tutakufundisha ujijali. Nikizungumza kujijali, jambo la kwanza nazungumzia kutambua wewe ni nani. Kutambua, je, ni vitu gani navipenda? Mambo gani ambayo nayafanya bila kutumia nguvu nyingi? Mambo gani naweza kufanya sichoki? Kitu gani ambacho kinanipa mimi utambulisho wangu? Hilo jambo la kwanza. Mtu anajijali ni mtu ambaye anajua kwamba ili niweze kuwa na afya njema, niweze kuwa na maisha kaenda vizuri, nijijue mimi ni nani. Kwa jambo la kwanza, hajue uwezo wake mkubwa wa ndani upo sehemu gani. Upo kwenye media, afanye media. Upo kwenye masuala ya kisiasa na uongozi, afanye siasa na uongozi. Upo kwenye masuala ya kiroho, aende kwenye masuala ya kiroho. Masuala ya kijamii, aende masuala ya kijamii. Kwenye masuala ya science, aende kwenye masuala ya science. Kwenye masuala ya familia, ndoa, aende na malezi, aende huko. Kwa kuna maeneo mengi ambayo anapaswa kuangalia katika maeneo niwataja, eneo gani ambalo linampa furaha akilifanya. Kuna watu wengine, kuna maeneo utafanya vitu si kwa sababu ulipwe, ni kwa sababu ni kitu kiko ndani mwako. Kulipwa ni jambo jingine, lakini kile kitu ambacho kiko ndani mwako jambo jingine. Jambo la pili ni kuondoa marafiki wasio sahihi. Sasa uzuri ni kwamba ukijua ni nani, unajua na aina marafiki kwa kuambatana nao. Kwamba sasa mimi naelekea Manzese. Hapa naenda Manzese na kina nani wanaenda Manzese? Na ndio maana mtu anapanda gari la abiria wanaoenda huko anakwenda. Kwa kienda ukaa kule mna kiao tumeenda au tunaenda Manzese. Ikali lesson kwamba kuna wale watu wanashuka njiani. Ndio wanapenda kuambia watu kwamba kuna aina marafiki utapata. Ndio mnaenda sehemu moja lakini watakuacha njiani. Unabidi uendelee na safari. Wewe usema, mmeshuka mimi nashuka. Hapana. Hujafika na kwenda. Kwa unaenda mahali fulani, marafiki wanaoenda utaenda nao kule. Lakini pia utashape tabia za kwenda kule. Utapima gharama, nilipe nini, gharama gani ambazo zilipe niweze kufika kule ambako natakiwa kufika. Kwa unapunguza marafiki wale ambao hawafai tena, marafiki wanakuletea mawazo, marafiki ambao wanakushauri. Yaani kuna mtu mwingine mume wake amekosea mambo fulani, anaenda kuomba ushauri. Achana naye huyo. Bila kujua madhara yataibuka kwa huyo aliyeambiwa yeye achana naye. Bwana, jana niombe alipe simu yangu amekataa. Nataka kwa simu yako na nini? Shida nini? Sasa kwa natumia simu yako. Nataka nijue. Rafiki yangu ukiona mwanaume anakataa simu yake, maana yake ana mtu mwingine. Niko nimwache. Bado na rafiki wabaya. Unapaswa mtu afikirie, apataenda kufikiria. Kwa nini? Kwa najuaje kwa sababu iko hivyo? Ni kweli? Hapana, sio kweli. Lakini jambo jingine, kujenga tabia mpya. Kujenga tabia mpya. Kwamba nilikuwa na tabia ya addiction, kwamba siwezi kula bila movie. Siwezi kulala bila kitu fulani. Leo hata umeongeza mwenyewe kwenye matatizo ya masturbation. Siwezi kulala bila masturbation. Siwezi kulala bila kunywa tabia moja. Yote hayo unatakiwa anza kujenga tabia kwa upya tena, kukalisha kumtoa kwenye tabia zilizompelekea kwa vile
kumjengea tabia zingine ambazo zitamfanya aondokane na kule. Kwa mfano kuna tabia, kuna watu wengine yani wanajisikia, kuna rafiki yangu mmoja nikutana naye mfanya kazi of course, akaniambia Baraka, mimi nina langu moja tu, jambo langu moja ambalo nimezamilia kwenye maisha ni kwamba kila mwanamke nitakutana naye nitalala naye, ili nikimpenda nitalala naye tu. Kwa sababu mwanamke alioa, mwanamke alikaa naye miezi miwili, akaenda mwanamke kwenye vigodoro na kufanya mambo hivyo. Ajabu na wanaume wako na nini? Akaumia. Alipoumia akasema sasa vida yangu ni moja tu, wanawake wote nitakaowapenda wataingia kwenye shida hiyo. Sasa mtu wa hivi unamtoaje huko? Kwa sababu anamsonga mawazo. Unamtoaje kwenye hilo? Ndio kimjengee tabia nyingine mpya, kujua kwamba anapaswa aondoke kule. Na ndio maana nasema kwamba hakuna, kama kuna mtu anaelekea mahali fulani, lazima awe na tabia za mahali huko anakoelekea. Kuna vitu viache, na ndio maana kuna vitu vingine hatufanye kwa sababu tumeenda kufanya. Na viache kwa sababu aina tunakokwenda hakutaji tabia hizo unazotaka kuzifanyia kazi. Unaona? Siwezi kuposti niko beach niko kifua wazi kwa sababu sikuelekea huko. Kuna watu wananifunza kwangu, wanaangalia posti zangu nimeposti. Je, wakiona hiyo kitu watafanyaje? Maana mimi ni kama role model. Haya sasa wakiiga kitu kibaya, what if? So maana tunaanza kumjengea issue ya tabia. Tunampangia kabisa ratiba. Inachukua muda lakini watu wanalikava. Namjengea tabia, okay. Naomba nakupa kitabu hiki. Kidogo tu, soma. Kinahusiana na tabia. Lengo langu mimi kuna jambo lofanya nataka nini. Na nikapo kitabu kidogo hata cha hadithi tu. Akimalize peji 10. Lengo ni kume focus. Alafu naanza kumuuliza, niambie hiyo story. Focus imerudi? Peji bana nimesoma peji moja tu. Bado. Naendelea kukaa naye. Lakini pia jambo jingine, kuongea. Ongea kwa mtu ambaye unamwamini. Mtu gani ambaye unamwamini? Ongea. Dawa, kuongea ni dawa. Kisaikolojia mtu anayeongea tatizo lake, bwana mimi nimefukuzwa kazi. Unavyoniona hapa sina kazi. Unaona? Mimi kuna kipindi fulani kilifika sina nauli. Mpaka sasa hivi nimekuwa sina nauli, kukopa staki. Bwana nikamfuata mtu. Mama. Mmoja hapa watu kanisani. Mama. Hapa mimi sina nauli. Unaamini, huamini, sina. Na sitaki kukopa. Kama unayo naomba. Nauli shingapi bwana? 1000 tu. Hakuna 1000 wewe. Hivi ninavyokuwa na sina nauli. Akanipa 5000. Akaniambia asante sana. Sitaki kumuomba tena kwa sababu itokea ni situation ghafla. Nataka niende sasa. Nachelewa kwenda kwa sababu sina nauli. Sasa nifanyaje? Nichelewe na kwenda? Hapana. Nimeongea kinachonitesa kwa wakati huo. Kwa wakati huo. Ukisema kitu kinachotesa kwa watu wengine, unaanza na mtu naye mwamini. Sio kila mtu sasa. Kuna watu wengine ukiwaambia, unashangaa watu wote wameanza kujua tabia zako. Lakini pia kitu kingine, mtu anapaswa kukumbuka, tutamkumbusha kwamba wewe hauko peke yako. Naambia kabisa wewe, kati ya watu wewe ni kama 20 au 30 wenye tatizo hili. Watu wengine. Kwa mtu anapopitia tatizo fulani, anajua ndio yeye tu dunia nzima kaachwa. Yeye tu dunia nzima anapata shida ya familia. Yeye dunia nzima ndio ametengwa na marafiki. Lakini ukimfundisha ukakaa naye akamkumbusha kwamba wewe sio ukamwonyesha na list za watu wengine, wewe kumtoka wengi bwana. Tuko wengi anapata comfort kwamba okay I can change. Na unaonyesha watu waliobadilika kutokea hapo. Kama uliweza na mimi wana decide personal history. Lengo ni nini? Nimwambie bwana uliko nakopitia mimi nishatoka. Nitokaje? Nitoka 1 2 3 nakaa naye. Lakini jambo la mwisho ni kwenda kuongea kwa wataalamu. Psychotherapist. Watu ambao wanajua kutrace tatizo liko wapi na kuweza kuleta dawa. Wasio dawa zenye pesi anaumiza. Unataka kujua mtu ana maumivu ndani au ana shida hiyo. Wengine wanaonekana wana depression, ukiangalia kwa nje hawana kabisa, kama yuko sawa. Yuko sawa tu. Aenda kazini arudi lakini ana depression. Sasa ukikaa naye ukamuuliza ajibu kama ana depression. Ukimpitisha kwenye ile assessment kuna maswali ambayo tuko nayo. Nakuja tu swali. Kwa mfano namuuliza kazi unafanya na fulani naye kidogo akinaandika pale kwamba uko na shida ya kazi. Vipi una marafiki wa aina gani? Marafiki wangu mimi ni wana michezo. Okay. Ala maswali haya naomuuliza. Kuna mwisho wa siku nitampa prediction. Wewe ina maisha haya. Lazima una depression tu. Nidhamu ya fedha ikoje? Unaweka akiba? Sio akiba ndio nini? Okay, sawa. Ina shida. Wewe unatumia vilevi? Mimi situmii vilevi. Okay, ana shida hii ya alcohol.
vipi kuhusiana, je, tamaa za mwili zikikuzidi unafanyaje? Nafanya mazoezi. Kuna shida, wewe ana shida hii. Nisikia sasa mimi namuuliza swali jepesi, kama anauliza swali jepesi hilo. Sasa mswali wake uko wengi. Okay. Ikipitisha kwenye assessment anaanza mwisho unasema mbadi. Anashtuka. Anaongea yale mambo ambayo haku expect kuyasema wazi. Mwongeki. Namwambia wewe umewahi kufikiria kuua mtu? Mimi shaua bwana. Shaua. Kumbe kaua mtu. Unajua kuna ile unapewa kesi, upasi kushtuka. Yeah. Nasikiliza umewahi okay. Nani? Fani. Ndio una kaza moyo. Lego huyu apone. Sawa. Na akipona inakuwa ni vizuri zaidi, anakaa kwa kweli. Lakini huwa inachukua muda. Inachukua muda. Sawa, wale ambao kwenye ile ya chini zaidi ni haraka sana, inaweza kuchukua siku moja mbili. Hata masaa 24 inawezekana. Maana mimi kama nachukua muda wangu nampeleka mahali, naweza nikakaa naye kwenye ofisini au nikampeleka mahali, nikakaa naye sehemu nzuri kabisa. Sasa hapo inabidi alipie. Yeah. Kwa sababu nitaingia cost nyingi sana kumfanya yeye arudi kwenye hali yake ya kawaida. Muda wangu, gharama za maeneo tunakotoka kwenda, vitu nitakayotakiwa kumpa mpaka anarudi kwenye hali yake. So inachukua gharama kubwa, lakini ni kwa ajili ya huyo mtu apone. Mtu wa chini kidogo unaenda gharama zake sio kubwa. Mtu wa katikati gharama zake sio, ila huyo severe itachukua muda mpaka arudi, na wengi nimewasaidia. Okay. Wengi nimewasaidia wako vizuri sana, ndio na maisha yao kama kawaida. Asante sana Baraka. Muda tu ndio umetuisha na umetuacha kwa sababu natakiwa tumalize saa 3 hapa na tayari tumeshaiba hapa kama dakika 6. Na mimi lile ambalo tulikuwa tumelikusudia kumfikishia mtazamaji ambaye alikuwa akitufuatilia, basi anaweza kama amejifunza kitu. Tumeangalia maana halisi ya msongo wa mawazo, lakini pia dalili ambazo sasa ni muhimu kwa sababu mtu unaweza ukawa upo kwenye changamoto hiyo lakini pia hujui. Kwa hiyo kupitia hizo dalili naamini kuna mtu ambaye anaweza kujifanyia tathmini mwenyewe binafsi kwa hali inayoiona inabidi nichukue hatua fulani. Lakini pia tumeangalia sababu ambazo zinaweza kufanya wewe ukajikuta upo kwenye hiyo changamoto. Na baadaye tumeangalia nini ambacho unaweza ukafanya ili kuondokana na hiyo changamoto. Wakati mwingine tutakuja kuangalia yale ambayo tumeona yanaweza kuwa na yenyewe yanahitaji muda wa kutosha kuweza kuyazungumza, hasa kwenye hilo ambalo identity crisis ambalo naona pia linaweza kuwa ni linahitaji muda wa kutosha kabisa na ili kuweza kuzungumza. Sawa, Baraka, mimi nikushukuru sana kwa kufika. Na tukutakia tu kila laheri na kazi njema pia kwenye shughuli zako ambazo unazifanya, hasa hizi ambazo unaendelea kusaidia watu kwenye eneo hilo. Asante sana. Sawa, mtazamaji, mimi sina la ziada mpaka kufika hapa. Ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa na wakati mzuri wa kutenga muda wako na kufuatilia kipindi hichi toka tulipoanza pale na mpaka sasa tumefika kuhitimisha. Mungu akubariki sana. Sina maneno mazuri ya kushukuru kwa wewe kutenga muda wako kwa kufanya hivyo, lakini naamini kwamba si bure, kuna kitu ambacho pia umeondoka nacho. Basi vizuri pia ukashare na mwenzako, anasema sharing is caring. Yale ambayo unaweza kama umejifunza hapa, unaweza kaongea na mtu mwingine pia naye akaweza kuwa salama zaidi. Mimi nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa Habari Maalum TV. Naitwa MC Lemwai, mpaka hapo tena siku ya kesho.